بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Ukurasa 102 درة الناصحين. قال الله تعالى كلوا من رزق ربكم washkuru lahu, kuleni miongoni mwa riziki zake Mwenyezi Mungu Mola wenu, washkuru lahu, na mumshukuru yeye. Wa haqiqatu shukri, na uhakika wa kushukuru, an la tasta'ina bi ni'mati llahi ala ma'siyatihi, ni kwamba usitake msaada kwa kutumia neema za Mwenyezi Mungu juu ya kumwasi yeye. Usitake msaada wa kutumia neema za Mwenyezi Mungu juu ya kumwasi yeye. Maana yake ni kuwa Mwenyezi Mungu anaweza kukupa neema kama mapesa, akakupa neema ya afya, akakupa neema mbalimbali, lakini neema hizo wewe ukazitumia kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Pesa zako zikawa ndio chanzo cha wewe kumwasi Mungu, au afya yako ndio ikawa chanzo cha wewe kumwasi Mungu. Kule kujizuia pamoja na uwezo unao wa kufanya maasi, kule kujizuia ni sehemu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hiyo uliyokuwa nayo, ima ya afya au ya mali. Wa an tastamila kulla udhuin fima khuliqa lahu, na sehemu ya pili ni kukitumia kila kiungo. An tastamila kulla udhuin fima khuliqa lahu, ukitumia kila kiungo kwenye sehemu ambayo imeumbiwa nayo. Mina taati, miongoni mwa taa. Sikio limeumbwa kwa ajili ya kusikiliza mambo ya kheri, Qur'ani, hadithi za Mtume na mawaidha mbalimbali na maneno mazuri mazuri. Kwa kule kutumia sikio lako kwenye mambo kama hayo ni sehemu ya kushukuru. Lakini pia mkono wako, mguu wako, jicho lako na viungo vyako vyote uvitumie lima khuliqa lahu. Hivi viungo havikuumbwa kwa ajili ya kumwasia Mwenyezi Mungu. Fatasunu aljawarih sab'a min almuharramat, basi uvichunge viungo 7 kutokana na mambo ya haramu. Futihati laka abwabu jannati 8, milango 8 ya pepo itafunguliwa kwa ajili yako. Mmerukiza, lakini kwangu mimi iko inasoma hivi: fatasunu aljawarih as-7 min almuharramat futihati laka abwabu janna. Na kweli imerukiza hiki kitabu. Ndio kitabu changu tu peke yangu, na cha kwako pia. Hebu soma wewe cha kwako. Min almuharramat wal makruhat, kutokana na mambo ya haramu yenye kuharamishwa na yale yenye kukirihishwa. Mbele yake ili papate kufungwa kwako wewe milango 7 ya moto. Dhatu darakati, hiyo milango 7 ya moto. Dhatu darakati, yenye viumba. Fa idha istakhdamtaha, na pindi utakapovifanyisha kazi
hivyo viungo. Lima khuliqat lahu, kwa kazi ambazo viungo vimeumbiwa na kazi hiyo. Min alibadati wa taati, miongoni mwa ibada na taa mbalimbali. Bihudhuri rais, kwa kumhudhurisha raisi. Huyo raisi ni nani? Wa huwa mudghatul qalbi, na ni kipande cha nyama ambao ndio moyo. Bil ikhlas, kuhudhurisha kwa ikhlas. Kwenye ibada kule uhudhurishe moyo kwa ikhlas. Futihati laka abwabul jannati thamania, milango 8 ya pepo itafunguliwa kwa ajili yako. Kwa hiyo maneno yote hapo hayapo. Ndio matatizo ya vitabu vya Kariakoo hivi. Sharh Masabih. Wa idha alimta anna man tawakkala ala Allahi la yabqa jai'an, na pindi utakapojua kuwa mtu ambaye aliyetawakali kwa Mwenyezi Mungu, la yabqa jai'an, hatobakiwa na njaa. Kwa maana hatobaki mtupu akawa na njaa, mtu ambaye ametawakali kwa Mwenyezi Mungu. Waruzika kulla hayawanin, wa rizqu kulli hayawanin ala Allahi taala, na riziki ya kila mnyama iko kwake Mwenyezi Mungu taala. Wa rizqu kulli hayawanin ala Allahi taala, na riziki ya wanyama wote iko kwake Mwenyezi Mungu. Kama warada an-nasu fi kitabihi al-aziz, kama nasu ilivyokuja kwenye kitabu chake kitukufu Mwenyezi Mungu. Fa'lam ma sayutla alayka min al-ahadith, basi ujue kile kiasi ambacho kitasomwa kwako wewe miongoni mwa hadithi alwaridati an khatamin nubuwa, zilizokuja kutoka kwa mtume wa mwisho. Narudia hapa, fa'lam ma sayutla alayka, na ujue kiasi ambacho kitasomwa juu yako wewe, min al ahadithi alwaridat, miongoni mwa hadithi zenye kuja, an khatamin nubuwa, kutoka kwa mtume wa mwisho. Hadithi hizi fi jawazi suali wa adamihi, kuhusiana na kujuzu au kuruhusiwa kuomba, wa adamihi, na kukosekana kuruhusiwa kuomba. Kuna hadithi zitakuja hapo mbele zitazungumzia mambo haya ya kuhusu riziki. Je, mtu kajingikiwa, riziki imempita upande, anaruhusiwa kuomba au haruhusiwi kuomba? Huko sio kwa Mungu, muomba binadamu mwenzio. Bwana, leo mimi hali yangu mbaya, nipe shilingi 10, au nipe shilingi 5,000, nipe shilingi 1,000. Hili jambo linafaa au halifai? Kuna hadithi za mtume zitakuja kuzungumza hayo. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa, bwana mtume anasema mtu haachi kuwa akiwaomba watu. La yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa, mtu haachi kuwa anawaomba watu, hatta yaatia yauma al-qiyama, mpaka mtu huyu atakuja siku ya Kiyama, laisa fi wajhihi quz'atu lahmin, kwenye uso wake hana hata kitonge kimoja cha nyama, hana hata finyango moja ya nyama kwenye uso wake.
Rawahu Ibn Umar. Hapa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anakusudia kusema kwamba jambo hili la kuomba mtu ni jambo baya, si jambo zuri. Ikiwa jambo lenyewe linaashiria kumbe siku ya Kiyama mtu atakuwa uso huu hauna nyama, lakini shida na matatizo ni mtu kwenda kuombaomba. Naam, Ibn Umar ndo amepokea hadithi hiyo. Walmuradu biadamiha yauma alqiyamati fi wajhi saili, kusudio lake ni kukosekanwa hiyo nyama yauma alqiyamati, siku ya Kiyama, fi wajhi saili, kwenye uso wa muombaji. Ma yalhaquhu fil akhirati, ni katika yale atayokutana nayo huko akhira, min alfadihati walhawani, miongoni mwa fedheha na udhalili. Lianna suala haramun fil asli, kwani kuombaomba kwenye asili yake ni haramu. Kwenye asili kuombaomba ni haramu. Wala yubahu, wala hakuhalalishwi kuombaomba illa inda dharurati, isipokuwa wakati wa dharura. Wakati wa dharura tena ishakuwa hapana budi, ndio mtu anaweza kuomba, kama vile ilivyokuwa kwenye nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe kwa asili yake ni haramu, hailiwi, lakini ikishafika wakati wa dharura nakula. Lakini iwe dharura kweli, sio unaenda kwa mrombo tu hapo, umeona mahali pameandikwa kitimoto, naingia msijala toka asubuhi, nipeni hiyo hiyo. Wa innama kana al-aslu fihi al-hurma, ni hakika huko kuomba asili yake kulikuwa ni haramu. Liannahu la yanfaku an iddati umurin, kwani huko kuomba la yanfaku, hakuachani, an iddati umurin, hakuachani na mambo mengi. Huko kuombaomba huko hakuachani na mambo mengi. Al-awwal, jambo la kwanza ambalo linapatikana kwenye kuombaomba ni idharu shakwa min Allah, ni kuonesha mashtaka, unamshtaki Mungu kwamba Mungu leo hajanipa, sasa bwana wewe nipe. Unamshtaki Mungu kwa kiumbe wake. Fakama anna al-abda al-mamluk, na kama ilivyo kwa mtumwa mwenye kumilikiwa, idha kana sualuhu shani'an ala maulahu, ikiwa kuomba kwake yule mtumwa kwenda kumuomba mtu mwingine, jambo hili ni shani'an ala maulahu, ni jambo baya kwa yule sayidi wake. Ikiwa mtu ana mtumwa, lakini mtumwa yule akaenda kuomba kwa mtu mwingine, ana nimekuja nisaidie kitu fulani, jambo hili huyu sayidi wake akilisikia linamfedhehesha. Ikiwa hivi kwa wanadamu, je, Mwenyezi Mungu na waja wake? Ni kuonesha kwamba hapo unamfedhehesha Mwenyezi Mungu, unamtangaza Mungu kama vile kashindwa kukupa wewe, ndio unaenda kuomba kwa mtu mwingine. Fakadhalika sualu al-abdi yakunu shani'an ala Allah, basi vile vile uombaji wa mja yakunu shani'an ala Allah, unakuwa ni mbaya sana kwa Mwenyezi Mungu. Wa hadha yaqtadi an yuhrama sualu wala yahillu illa inda dharurati, na hili linapelekea, wa hadha yaktadhi, na jambo hili linapelekea, an yuhrama sualu, kuharamishwa huko kuombaomba, wala yahillu illa inda dharurati, wala hakui halali
ila kwa dharura. Kama la yahillu aklu almaitati illa inda dharura. Pia pamoja kama ilivyokuwa si halali kula nyamafu. Kama la yahillu aklu almaitati, kama ilivyokuwa si halali kula nyamafu, illa inda dharurati, isipokuwa wakati wa dharura. Wathani, jambo la pili ambalo linapatikana katika kuomba, idhlalu nafsihi lighairi llahi, ni mtu kuidhalilisha nafsi yake kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wewe unachotakiwa nafsi yako uidhalilishe kwa Mungu, usiidhalilishe nafsi yako kwa asiyekuwa Mungu. So ukienda kumwomba mtu, nafsi yako umeidhalilisha kwa huyo, umeacha kuidhalilisha nafsi yako kwa Mungu. Walaysa lilmu'mini an yudhilla nafsahu lighairi llah, wala haifai kwa mu'min kuidhalilisha nafsi yake lighairi llahi taala, kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu taala. Hilo la pili. Wathalithu, jambo la tatu, idhaul mas'uli minhu, ni kumuudhi yule mwenye kuombwa. Almas'uli an, yule mwenye kuombwa. Ghaliban, mara nyingi inakuwa hivyo kwamba yule mwenye kuombwa anakasirika kuombwa. Hata wewe ukirudi nyumbani, mke wako akikwambia hela ya chumvi hamna, unaanza kupandisha hasira. Saa hiyo nimerudi hata viatu sijavua, bado nadaiwa hela. Umeona habari ya kuombwa ilivyokuwa ngumu. Ghaliban, mara nyingi inakuwa hivyo. Liannahu rubbama la tasmahu nafsahu bilbadhli, huenda yule bwana asikubalishe nafsi yake kutoa. Rubbama la tasmahu nafsahu, rubbama la tasmahu nafsuhu bilbadhli, na huenda nafsi yake isikubali kutoa. Lakini wayastahyi, lakini akaona haya, nafsi haijakubali kutoa, lakini akaona haya, an yura bilman'i, kuonekana yeye mchoyo, fi surati albukhalai, hii lakini kwa sura ya watu mabakhili. Fa fil badli nuqsanu malihi, katika kule utoaji pana upungufu wa mali yake, anaona hivyo kwamba mali yake itapungua. Wa fil man'i nuqsanu jahihi, lakini katika kule kukataa kutoa kuna nini? Kuna nuqsanu jahihi, pana mapungufu ya heshima yake, kwamba mtu anajulikana, mtu tajiri, mtu mwenye uwezo, alafu ukaenda ukamwomba, bwana nimekuja ng'ombe 20,000 tu, mtoto wangu anaumwa sana. Pale kuna mambo mawili, ima upewe au unyimwe. Akikupa sio kwamba amekupa kafurahi, amekupa pale amekasirika, kwa nini umekuja kuniomba? Nakupa tu kwa vile watu wasiniseme mimi mchoyo. Anakupa kwa ajili hiyo, watu wasije wakamdharau kwamba tajiri gani asosaidia watu, atatoa kwa ajili hiyo, lakini hatoi lillahi au bil ikhlas. Wa bikulli minhuma, na kwa mawili yote haya, ili la kutoa na kukunyima, yahsulul adha, hapa panapatikana maudhi kwa yule anayeombwa, atoe asitoe, lakini amekasirika. Wa huwa haramun la yahillu illa inda dharurati, na kule kumuudhi mtu si halali ila wakati wa dharura. Wakati wa dharura tena, kisha kuwa hapana budi, basi mtu tena utajikaza kwenda kuomba. Lakini kwanza watu wanasema usiibe kabla jua halijachwa, usiibe kabla jua halijachwa. Basi pia usiombe
kabla jua halijachwa. Thumma innahu imbadhala, hakika huyo mwenye kuombwa kama atatoa, basi la yabdhulu lahu illa hayaan au riaa. Nimerukiza sawa? Hakika mtu huyo kama atatoa, basi ujue hatoi kumpa mtu huyo illa hayaan au riaa, atatoa ima kwa kuona haya watu watamsema vibaya, au atatoa kwa ria watu wamwone kuwa katoa. Fayahrumu ala al-akhidhi akhdhuhu, basi hapa panakuwa haramu juu ya mpokeaji kupokea kitu hicho. Idha fahimta hadhihi almahdhurat, utakapoyafahamu yaliyoharamishwa haya, basi fahimta qawlahu ta'ala, qawlahu alayhi salatu wassalam, itakuwa umefahamu kauli ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kauli ile tuliyoisoma pale, as-su'alu min al-fawahishi, kwamba kuomba ni katika mambo machafu. Wama uhilla min al-fawahishi ghairu, wala hapajahalalishwa miongoni mwa mambo machafu yasiyokuwa hayo. Fandhur kaifa sammahu fahisha, hebu chunguza na utizame ni vipi Mtume kaliita jambo hilo kuwa ni fahisha, hilo jambo la kuomba. Wala khafaa anna alfahishata la tubahu illa inda dharurati, wala hapana kificho, hakika jambo baya halihalalishwi ila wakati wa dharura. Wakhtalafa alulamau, wanawazuoni wakatofautiana, fi ayi waqtin yahillu sualu, ni kwa wakati gani kunakuwa halali kuomba, mpaka ifikie vipi mpaka ndio uombe. Wanawazuoni hapo wamepishana. Faqala ba'dhuhum, baadhi yao wakasema, man wajada ghadaa yaumihi wa ashaa lailatihi la yahillu lahu su'alu, mtu ambaye amepata chakula chake cha mchana na akapata chakula chake cha usiku, la yahillu lahu su'alu, basi kuomba kwake si halali. Kuna mtu mwingine anakuwa na tabia hii kweli, asubuhi hakupata chai, lakini mchana amepata chakula, na jioni ana shilingi 5,000 iko mfukoni, anajua jioni itamwezesha kula, lakini bado anaenda kuomba nyingine, aongezee hapa mlo uwe mzuri zaidi. Huyu ameomba hali ya kuwa chakula chake cha mchana amepata na chakula cha usiku amepata. Baadhi ya maulama wakasema kwa mtu huyu kuomba kwake ni haramu. Wakala baadhuhum, baadhi yao wanawazuoni wakasema, man qadara ala alkasbi laysa lahu an yas'ala, mtu ambaye ameweza kufanya kazi ya kumpatia kipato. Sikilize vizuri hapa, man qadara ala alkasbi, mtu ambaye ameweza kufanya kazi ya kumpatia kipato, laisa lahu an yas'ala, haimfai yeye kuomba, illa idha staghraka awqatahu bi talabi alilmi, isipokuwa kama ameumaliza muda wake wote katika kazi ya kutafuta elimu. Tuseme kama vile wanafunzi kutwa nzima wameshughulishwa na jambo la kusoma, sasa riziki yake inakuwa ni ya shida, riziki yake inakuwa ni ya tabu, kuomba kwake yeye itakuwa ni sawa.
Waqala ba'dhuhum, wakasema baadhi yao wanawazuoni, laisa lana wad'u al-maqadir, sio kazi yetu sisi kuweka viwango. Kuweka viwango eti ikiwa hivi ndio aombe, ikiwa hivi asiombe, hiyo sio kazi yetu. Bal nastadriku dhalika bitawqif, lakini tutalipata jambo hilo bitawqifi, kwa kulizuia jambo hili lizuiliwe. Waqad warada fil hadith, amekuja maneno kwenye hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu alayhi salatu wassalam qal, Bwana Mtume amesema, istaghnu bighina Allahi ta'ala, ombeni msaada wa kutosheka. Istaghnu, ombeni kutosheka. Alafu yughnillahu, kukongume kuna nukta moja tu, lakini haiwezekani kuwa bighina, itakuwa yughnillahu ta'ala, Mwenyezi Mungu atawatosheleza. Ombeni kutoshelezwa kwa Mwenyezi Mungu, naye Mungu atawatosheleza. Qalu, wakasema, wama huwa ya Rasulullah, kutoshelezwa huku ndio kupi ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Qala, Bwana Mtume akajibu, ghadau yaumin wa ashau laila, ni kile chakula chako cha mchana na chakula chako cha usiku, Mungu atakutosheleza. Wewe kila kukicha muombe Mungu, Mungu ninakuomba riziki yangu ya leo, nakuomba, Mungu atakupa. Ukitoka tena kwenda kwenye kazi zako, huko huko ndio utakutana nayo. Wa fi hadithin akhar, na kwenye hadithi nyingine, annahu alayhi salatu wassalam qala, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi amesema, man saala walahu 50 dirhaman au adaliha, mtu ambaye ameomba na hali ya kuwa ana dirham 50 ndani ya mfuko wake, au adaliha, au ana mfano wa dirham 50 min aldhahabi, za dhahabu, faqad saala ilhafan, hakika huyo kauomba umaskini, ameuomba umaskini. Ikiwa unacho cha kuweza kukusaidia, basi usiombe ili uongezee, tumia hicho kilichopo. Wa fi lafdhin akhar, kwenye lafdhi nyingine ya hadithi ikaja 40 badala ya 50, kwamba mtu mfukoni kwake ana 40. Wa ikhtilafu riwayat fi takdirat, na tofauti za mapokezi ya hadithi fi takdirati, katika kutaja viwango. Huko imetajwa 50, huko ikatajwa 40. Yalzam an yuhmala ala ahwali mukhtalifa, basi hapa panalazimika kuchukuliwa hadithi hizi juu ya hali mbalimbali, kwamba mtu anaweza akaomba kwa hali mbalimbali. Inawezekana kweli 50 unayo, shilingi 50,000 unayo, lakini wewe unahitaji nauli ya kwenda Dar es Salaam. Nauli ya kwenda Dar es Salaam ni shilingi 55,000. Sasa hii 5,000 iko wapi? Itabidi uombe, maana bila hivyo hutaenda. Na ukisema ukae hapa hapa tu ndio utashinda na njaa, hata hiyo nauli utaila. Kwa maana hiyo ishakuwa ni lazima kuomba. Fama yahtaju ilayhi sailu fil hali,
na kile ambacho anakihitajia mwenye kuomba, fil hali, anachokihitajia sasa hivi, min taami yaumihi wa lailatihi, miongoni mwa chakula chake cha mchana na usiku wake, wa libasi yalbasuhu, lakini pia na mavazi atakayovaa anayahitajia, wa maawa yabitu fihi, lakini pia na mahala pa mapumziko atakapolala hapo. Fala shakka fihi, wala hakuna shaka kuhusiana na hilo kwamba anaweza akaomba. Kuna watu wengi tu wanakuja hapa msikitini, akishakuja hapa, jamani, naomba ninachokiomba mimi leo ninasafiri, lakini safari yangu imekuwa hivyo, naomba nilale hapa. Shida yake ni kulala, asilale nje, anaomba alale ndani, basi apewe nafasi ya kuomba kwake, ishakuwa ni udhuru, ishakuwa ni dharura. Wa amma sualuhu lilmustakbali, ama uombaji wake wa kuombea siku ijayo, kwamba leo mahali pa kulala ninapo, lakini kesho sina, kwa naomba kesho mnipatie mahali pa kulala. Hiyo itakuwa si halali, subiri mpaka kesho. Inawezekana huo mchana wa kesho ukapata mahali pa kulala, basi subiri mpaka tukio lifike, fil hali, lianna fihi thalathatu ahwal, kwani ndani yake pana hali tatu hapo. Ihdaha, mojawapo katika hali tatu hizo, ma yahtaju ilaihi ghadan, ni kile ambacho atakihitajia kitu hicho kesho. Wa thania, ma yahtaju ilaihi baada 40 yauman, ni kwamba kuna kitu atakachokihitajia baada ya siku 40, au 50 yauman, au baada ya siku 50. Wa thalitha, tatu, ma yahtaju ilaihi baada sana, mtu atakuja kuhitajia kitu baada ya mwaka, lakini unakiomba leo. Afsana mbele. Fanaqta'u anna man ma'ahu ma yakfihi wa yakfihi lahu sana, basi tunakata maneno hiyo. Fanaqta'u, tunakata maneno kusema anna man ma'ahu ma yakfihi, hakika mtu ambaye anacho cha kumtosha, wa yakfi lahu, na kinatosha familia yake sana, kinawatosha mwaka mzima. Fasualuhu haramun, kuomba kwake yeye kuwaomba watu itakuwa jambo la haramu. Lianna dhalik ghayatul ghina, kwani kufanya hivyo iko zaidi ya kuwezeshwa, sababu ushawezeshwa. Chakula cha mwaka mzima unacho, kile unachoenda kuomba tena unaomba cha mwaka wa pili, ina maana uko nje ya uwezo. Uwezo umepatikana, unaomba ziada. Fa in kana yahtaju ilaihi qabla sana, na ikiwa mtu anakihitajia kitu hicho anachokiomba, anakihitajia kabla sana, kabla ya mwaka, lakin yakdiru ala suali, lakini anaweza kuomba fi dhalika alwaqti, ndani ya wakati huo ndo ana uwezo wa kuomba. Wala yafutuhu, na wala haimfutu hiyo nafasi ya kuomba kwa wakati huo, basi fala yafutuhu fursatu suali, na wala isimpite ile fursa ya kuomba. Kwa hivyo la yahillu lahu sualu, yeye kwake si halali kuomba. Liannahu mustaghnin ani suali fil hali, kwa sababu yeye ni mwenye kutosheka akaepukana na huku kuomba kwa hali ya sasa hivi. Warubama la yaishu ila alghadi, na huenda asiishi mpaka kesho.
fayakunu kad saala ma la yahtaju, huenda kawa ameomba kitu ambacho hakihitaji. Wewe umeomba kitu cha kutumia mwaka mzima, lakini wewe hutofika mwaka na kufa kesho. Idha wajada indahu ma yakfihi min ghadai yaumihi wa ashai lailatihi, ikiwa mtu amepata kitu ambacho cha kumtosheleza chakula cha mchana wake na chakula cha usiku wake. Wa in kana yafutuhu fursatu suali, je, ikiwa mtu atapitwa na ile fursa ya kuomba, kwa maana huyu bwana nimekutana naye hapa, nisipomuomba hapa sasa hivi huyu sitokutana naye tena, na safari yangu ninakwenda mbali, hiki nilicho nacho mkononi kitaishia pale katikati. Vipi hapo? Na fursa ya kuomba ndio hii hapa, umuombe au ujizuie usimuombe. Sikiliza, wala yajidu man yu'tihi, na wala hatopata mtu wa kumpa huo msaada. Lau akhara suala, lau kama atachelewesha kuomba hatopata mtu wa kumpa, basi yubahu lahu sualu, panahalalishwa kwake yeye kuomba. Lianna albaqaa ila sanat ghairu baidi, kwani kubaki mtu mpaka mwaka mzima ghairu baidi, si mbali. Wa huwa bitaakhiri suali, na yeye huyu kwa kuchelewesha kwake kuomba, yakhafu an yabqa mutarran, anahofia kwamba ataendelea kubaki mutarran, kwa ni mtu mwenye kusongwa na shida, ajizan, tena atakuwa ni mtu mwenye kushindwa na mambo, amma yughnihi, kutokana na vile vitu vya kumtosheleza. Watarakhi almudda allati yahtaju fiha ila sual la yaqbalu dhibt wa huwa manutun bijtihadihi wa nadharihi li nafsihi. Na kuchelewesha muda wa tarakhi almudda, na kuchelewesha muda allati yahtaju fiha ila sual, ambao yeye anaohitajia muda ule kwa ajili ya kazi ya kuomba, la yukbalu dhibtu, hapakubaliwi kudhibiti muda, wa huwa manutun bijtihadihi, ili jambo ni lenye kutegemea jitihada yake. Hiyo jitihada yake ndio itakayomjulisha kwamba sasa hapa niombe au nisiombe. Kwa hivyo usijipangie muda kwamba mimi muda wangu wa kuomba hapa ni kila Ijumaa lazima niombe, kwa uwe nacho usiwe nacho. Wanadharuhu, na wanadharihi li nafsihi, na pia kuichunguza nafsi yake. Sasa fayastafti qalbahu, atauuliza maswali moyo wake, ule moyo wake ndio auulize maswali kwamba hapa sasa hivi mimi naweza kuomba au siwezi kuomba, siruhusiwi, taruhusiwa au sitoruhusiwa. Wayamalu bihi, na kisha afanyie kazi ilo jawabu litakalotoka moyoni mwake. Wala yusghi ila takhwifi shaitan, na wala asisikilize ile kuhofishwa na shaitani. Liannahu yaidu alfaqra wa ya'muru bilfahsha, kwa sababu shaitani yeye anaahidi ufakiri na kuamrisha maovu. Allati ubi'at lidharura, ambayo yamehalalishwa kwa dharura. Fa inna man ajaza anil kasbi washtadda ju'uhu, hakika mtu ambaye ameshindwa kufanya kazi, ima kwa ulemavu au kwa kukosa zana za kufanyia kazi au kwa namna yoyote, lakini kashindwa kufanya kazi ili apate chumo lake. Washtadda ju'uhu,
na njaa yake ikawa ni kali, wa khafa ala nafsihi, na akahofu juu ya nafsi yake atakufa kwa njaa hiyo, yalzamuhu sualu, inamlazimu huyu mtu kuomba, lianna suala naw'u iktisabi, kwa sababu kuomba itakuwa ni namna moja ya kazi kwa wakati huo. Lima ruwiya annahu alayhi salatu wassalam, wa hadithi iliyopokewa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam qal, amesema as-sualu akhirul kasbi, akhirul kasbi, kwamba kuomba ndio iwe kazi ya mwisho. Ina maana hapa katikati hapa umejishughulisha we, lakini mashughuliko yako yote hayana matunda. Siku moja nimekwenda gereji, kufika gereji kule watu wameleta magari yao, lakini kila aliyeleta gari hakulipa. Nasema tu kesho nitaspare fulani, si bado, kesho ndo nitakuja. Basi nipe basi japo kidogo. Leo sina, kesho nikija nakupa ya spare na ya kwako. Mpaka mie ndio wa mwisho, na mie pia nikapiga bomu, nikamwambia na mimi nitakuja kesho asubuhi mapema sana nitakuja. Yule bwana siku ile hakuingiza hata 100 kuanzia asubuhi mpaka jioni, na magari katengeneza, lakini watu wote wamempiga punch mpaka kesho. So, unaweza leo sasa ndio imekukuta hiyo, umeweka biashara yako hapo, lakini hakuna aliyenunua mpaka jioni. Haya, na kule jioni unapigiwa simu, sasa leo vipi, mbona jua ndio linaenda hilo, kibaba cha unga mbona hujaleta? Ambia subirini kidogo, niko kazini. Kumbe hivyo hujapata hata 100, mpaka unafunga biashara basi unapitia kwa sahiba pale, bwana leo nimefunga biashara hapa, lakini nimetoka bila. Sasa hebu nipe 10,000, tutaonana kesho. Hiyo sawa, kwa sababu kwenye kazi umekwenda, lakini Mungu hakujalia, na watoto nyumbani wako na shida hii ya njaa. Chukua hiki hapa, omba, kuomba huko utakuwa, lakini iwe akhirul kasbi. Tunakasema iwe kazi ya mwisho, kwa maana umepambana we, imeshindikana, tena hiyo ndio itakuwa kazi ya mwisho. Wala dhulla fi suali fi tilka alhala, wala hakuna udhalili wa kuomba katika hali hiyo. Katika hali hiyo hakuna udhalili. Wa innama dhullu idha sa'ala min ghairi hajatin, lakini udhalili unakuwepo ikiwa mtu ameomba pasipokuwa na haja. Hana shida lakini anaomba. Mmerukiza? Haya, ngoja nirudi nyuma sasa. Fa in taraka, nilipoachia hapo hadithi ya Mtume inasema as-sualu akhirul kasb, si ndio? Fa in taraka suala fi tilka alhala, ikiwa mtu ameacha kuomba katika hali kama hiyo, kwamba kafikwa na shida na shida yenyewe ikawa haina utatuzi, hata mata, mpaka akafa na njaa yake hiyo, mimi siombi, kama kufa acha nife, lakini kuomba siombi, basi ya asimu, huyo mtu anapata dhambi, liannahu alqa bi nafsihi ila tahlukati, kwa sababu yeye nafsi yake ameitia kwenye majanga. Idha kana sualu yusiluhu ila ma yaqumu bihi nafsi, ikiwa ule uombaji utamfikisha yeye kwenye nafasi ya kuisimamisha nafsi yake, kwamba nafsi yake itasimama madhubuti, ikiwa kama ataomba atapata pale kitu cha kumfanya ale, ashibe, aendelee na kutafuta, min ghairi dharurati, wa huwa mukhalifu lilhadithi sabiq, na hii inakhalfiana na hadithi iliyotangulia. Min majalis Rumi, ndio inatoka maelekezo hayo.
Tusimamie hapo. Almajlisu thamin wal 20 fi bayani dhammi i'anati dhalim, somo la 28 litaelezea ubaya wa kumsaidia mtu dhalim. Mtu anataka kumdhulumu mtu, alafu wewe ukamsaidia yule anayetaka kumdhulumu mwenzake, ima ukamsaidia kwa kutumia nguvu, ukamsaidia kwa kutumia maneno, au ukamsaidia kwa kutumia maelekezo. Yote hayo tutakuja kuyaona kesho kwenye darasa hiyo. Allahumma ghnina bililmi وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى